Kwa kweli huyu ambaye sasa ni Baba Mtakatifu Papa Leo wa 14 alipofika pale Roma mwaka 2023 hiyo Januari, ndio, na mimi ndio nilikuwa nakaribia kumaliza muda wangu kukaa huko Roma. Kumbe yeye ameingia Januari, alafu mimi nimeteuliwa kuja kuwa askofu mwandamizi, askofu mkuu mwandamizi wa jimbo kuu la Tabora mwaka huo wa 23, na ilikuwa ni mwezi wa 4 tarehe 13. Kumbe ni muda mfupi kwa kweli. Ameteuliwa, tuseme alipoteuliwa hatukukutana kwenye mikutano yote ambayo kawaida ilikuwa inatokea tunakutana hizo idara mbalimbali zinazokuwa pale Vatican, lakini sikupata nafasi ya kukutana naye kikazi pale, ingawa nilimfahamu katika maana hiyo kwamba amekuja huyo mkuu mpya ambaye tunaoita ni prefect, mkuu mpya wa idara hii ya maaskofu, kwa jina hilo yeye Kardinali Prevost, lakini kwamba nilikuwa nimeshakaa naye tukafanya naye kazi nikamfahamu. Kwa kweli niwe wazi, sikuwa namfahamu mimi. Alafu ilipofika sasa hiyo ya mwaka huo baada ya kuondoka, kwa sababu nimetoka kule ilikuwa ni tarehe 18, nakumbuka tarehe 18 mwezi wa 6, nikaja kupokelewa hapa tarehe hiyo ya 24. Na basi nikakaa kidogo, baadaye ndio wakaja kutangaza sasa wale watakao kuja kuwa makardinali mwaka huo, na yeye akiwemo na mimi nikiwemo. Basi kumbe tukaja kukutana sasa kwenye consistory hiyo kama inavyoitwa ya baba iliyoitishwa na Baba Mtakatifu Francisco, na hapo ndo tukaja wote kuwekwa katika jopo hilo la makardinali yake. Na nakumbuka alikuwa na kazi ya kufanya yeye, kwa vile alikuwa yuko hapo kwenye idara hizo za Vatican. Ndiye aliyetoa neno la shukrani kwa Baba Mtakatifu kwa kututeua, alafu baadaye ndiye akametuingiza katika jopo hilo la makardinali. Yeye alifanya kitu hicho, kwa hiyo nilikuwa namfahamu. Lakini kuna kitu kimoja ambacho alikifanya wakati wametangaza sasa kuwa makardinali, yeye mwenyewe aliniandikia barua fupi akinipongeza kwa kuteuliwa kwa kardinali. Mimi nakumbuka nilimjibu na nikimpongeza vile vile, na tukawa tumekubaliana kwamba basi tukienda Roma katika shughuli yenyewe, katika ibada yenyewe hii ya kutuweka katika ukardinali, basi tutakutana. Na kweli tulikutana, tukawa tumefurahi pamoja, tukasalimiana. Ndivyo nilivyomfahamu huyo aliyekuwa Kardinali Prevost wakati ule.